sallallahu alayhi wasallam alisema tuhisabu mambo sita, u'dud sittatan au u'dud sittan baina yaday as-saa, hesabuni mambo sita. Hayo mambo sita kutokea katika wakati wake Mtume anasema ya hesabuni hayo. Yakishatokea mambo sita hayo, jueni kwamba mbele yake sasa kiyama. Kiyama hakijulikani ndugu zangu, lakini sharia, sharti, alama zinajulikana. Yasalunaka anis saati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha. Anasema wanakuuliza kuhusu kiyama ni lini. Na bedui mmoja alikuja akamuuliza mata saa, ni lini kiyama Muhammad? Gamba ma a'dadta laha, kwani umekiandalia nini hicho kiyama? Mtume hajui kiyama ni lini, anamuuliza umekiandalia nini? Anasema sina amali nyingi, lakini uhibbu Allah wa rasulahu, nampenda Mungu na mtume. Gambia anta ma'a man ahbabta yawm al-qiyama, basi utakuwa na wale unaowapenda siku ya kiyama. Hakumwambia tarehe fulani wala mwezi fulani wala mwaka fulani, kwa sababu mtume hajui ni lini siku ya kiyama. Hata katika hadithi ya Umar ibn al-Khattab, Imam Muslim, hadithi ya alikuja bwana mmoja mwenye nywele nyeusi sana, nguo nyeupe sana, hata jalasa ila rasulillah fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, akamuuliza mtume. Mwisho alimuuliza swali, mata saa akhbirni ani saa, nieleze Muhammad kuhusu kiyama ni lini? Mtume akasema mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Angalia adabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema hakuwa mwenye kuulizwa, yani yeye mtume ni mjuzi wa kiyama kuliko muulizaji. Muulizwaji hana ujuzi wa kujua kiyama ni lini, labda muulizaji. Wewe unatoka kwa Mungu huko, pengine habari zote za kiyama unazo. Basi akamwambia akhbirni an amaratiha, kama hujui ni lini nieleze dalili zake. Mtume akamwambia dalili nazijua, antalida al-amatu rabbataha. Hii hadithi imetafsiriwa sana maana ya antalida al-amatu rabbataha. Moja katika tafsiri zake ni mama kumzaa mlezi wake, mwanamke amzae mlezi wake, kwa maana ya kwamba ukiona mwanamke leo mtoto aliyemzaa, yule mtoto anakuwa kama ndio mama na mama anakuwa kama mtoto, ni dalili za kiyama. Na hizo mnaziona leo, kwa sababu mtoto wa kike yeye ndo anamwamrisha mamake, sasa basi mama mimi natoka nifulie zile nguo zangu pale, alafu nitaandikie kitanda changu, alafu nipikie leo nataka chips na chicken, usisahau mama. Haya imebadilika sasa. Kisha anatoa amri akisikilizwa, akiambia mama leo hakuna ruksa kwenda pahala fulani, hakuna ruksa. Akisema mama leo utakwenda, kuna harusi ya shoga yangu, lazima uende, tena uvae mini, mama atavaa. Mama anaweza akafanywa kama kinyago na watoto wake, na yeye anakubali tu. Imefika wakati ile antalida al-amatu rabbataha, ni mwanamke kumzaa mlezi wake, yani mama yake. Hii ni moja katika tafsiri. Tafsiri nyingine ni wajakazi ya watumwa kuja kuzaa mtoto ambaye ni bosi wake mwenyewe, yani watakuwa watumwa wengi kiasi kwamba wataolewa hawa, au watakuwa milki ya yamin kwa watu ambao kwamba ni mabosi wao, watazaa nao, na wakishazaa tayari wametaharar, hawako tena katika utumwa. Zote hizi ni tafsiri, lakini tafsiri nzuri nimeipenda hii ambayo leo tunaiona, watoto wa kike wao wakawa ndio wana amri kuliko waliowazaa. Ni dalili za kiyama. Kisha sema antara al-hufata al-uraq ru'a ash-shah yatatawaluna fil bunyan, utakuja kuwaona watu waliokuwa si wastaarabu wa kuvaa, wanatembea miguu chuma, hawana nguo,
wanatembea huko, watu wa majabalini, wa mashambani huko, kazi yao kuchunga mbuzi na kondoo. Wao ndo watakuwa wanashindana kujenga majumba marefu marefu. Wao ndo watakuwa viongozi. Wao ndo watakuwa sasa wanaingia katika miji. Hakuna tena ile zamani kuchunga ng'ombe na mbuzi na nini, la, mijumba mirefu mirefu wanaporomosha. Dalili za kiyama. Kisha akawataja wale wanawake, kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun ruusuhunna kaasnimatil bukhti. Utakuja kuwakuta wanawake vichwa vyao kama nundu za ngamia, wamevaa lakini wako uchi. Mwanamke amevaa lakini yuko uchi, ziwe nguo 2, ziwe 3, ziwe 4, lakini zote hazikumfaa. Maziwa yanaonekana, kiuno kinaonekana, mgongo unaonekana, miguu inaonekana, nywele zinaonekana, lakini hayuko uchi, amevaa huyo. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaeleza kuhusu kiyama kikikaribia. Kabla ya kiyama mtayaona haya. Mkiyaona haya tu, kumbukeni kwamba kinachofuata ni nini? Kiyama. Hao wanawake leo wapo hawapo? Nisaun ariyat, wanawake waliouchi. Kasiyat, wamevaa lakini ariyat, kwa hakika wako uchi. Ruusuhunna kaasnimatil bukht. Hizi ni zile style za masaluni zile. Unaona mtu ameweka kifusi juu ya kichwa chake. Naam, sijui kinaitwaje, labda nimekosea ndo mnanicheka, lakini dude limevimba hivi. Helmi. Zile zote ni katika dalili ya kiyama. Zote ni katika dalili ya kiyama alizitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tunaziona mchana, usiku, jioni, asubuhi, kila siku. Sasa acha hii hadithi ni maarufu sana, tumeizungumza sana, lakini hii bwana Mtume anasema udud 6 baina yaday saa, hesabu mambo 6 alafu kiyama kinatokea. Mambo 6 hayo, la kwanza akasema Mtume, mauti, kifo changu mimi ni moja katika alama za kiyama, na hilo limeshakwisha kutokea. Mautu nabii, kufa kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kitu cha kwanza alichokitaja kwamba hesabuni mambo 6. Mkishafika 6 tu mujue kiyama kiko karibu. Mauti, kifo changu. Na Mtume baada ya kurudi hijjatul wada amekaa Safar, amekaa Dhulhijja, amekaa Muharram. Safar tarehe 4 mwezi wa Safar, mfungo 5, aliandaa jeshi Rasulullah. Hili jeshi lilikuwa linakwenda Jordan, Balkan. Hili jeshi lilikuwa ndani kuna masahaba wakubwa kama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman, akina Saad ibn Abi Waqqas. Yule alikuwa anaumwa kule, amepona yule, hakufa, yupo katika jeshi. Lakini kiongozi wake alikuwa kijana mdogo, miaka 18, akiitwa Usama ibn Zaid. Vijana hao wakati wa Mtume anapewa jeshi, kaaminiwa na Mtume. Jeshi lina mabwana wakubwa kina Umar na Abu Bakar, analiongoza yeye. Namna vijana walivyokuwa wanaaminiwa wakati wa Mtume. Basi wakati jeshi limetoka, maradhi yalimzidi bwana Mtume, kwa sababu mwisho wa mfungo 5 kichwa kilianza kumuuma Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hicho ndo kitambulisho cha kifo. Ndio maana watu wengi wakiumwa kidogo nakimbilia hospitali, maana yasije yakawa yale ya kuondoka. Basi mtu anatafuta tiba mapema. Rasulullah akaenda zake akamwambia mke wake, kichwa uaku kama yuaku rajulani minkum wa ra'sa. Maana anaingia ndani ya nyumba tu, bibi Aisha anamwambia ya Rasulullah, wa ra'sa, kichwa kinaniuma. Bibi Aisha anamwambia Mtume, kichwa kinaniuma. Mtume anasema bal ana wa ra'sa, mimi ndo kichwa kinaniuma. Mtume akafunikwa, akaanza kuugua maumivu, lakini wakati wa sala anaenda kusali. Sala anaenda kuswali. Siku nyingine temperature ikapanda sana, mpaka akaitisha maji, akawekwa katika chombo, akasema nimwagieni maji ndani ya chombo hiki. Akamiminiwa maji kama katika besen kubwa hivi,
mpaka zikafika gelen au ndoo 7, anamwagiwa tu Rasulullah maji yale, kwa jinsi mwili ulivyokuwa na temperature ulivyokuwa mkali na maumivu yalivyokuwa makali. Akaendelea hivyo mpaka Mtume akashindwa kabisa kwenda kusalisha, akatoa oda akisema, muru Aba Bakrin falyusalli bin nas, muamrisheni Abu Bakri awasalishe watu. Hawezi tena kutoka Rasulullah. Hata siku hiyo akawa anasalisha Umar. Akasema, nani amemwambia Umar asalishe? Nimesema muamrisheni Abu Bakr. Ya Aballah wal muslimuna illa Aba Bakr, kwa sababu kuna lengo fulani Mtume anataka kuwaachia Waislamu, sio yoyote asalishi, mwambieni Abu Bakr asalishi. Abu Bakr kwa hayupo. Inasemekana bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku alipopata nafuu ndio siku ya kuaga ulimwengu. Anas ibn Malik anasema hakuna siku tuliona kiza katika mji wa Madina kama siku ya kuaga kwake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuondoka katika ulimwengu. Mpaka watu wakachanganyikiwa. Umar alipokuja amepata habari kwamba Mtume amekufa, akasema Mtume hajafa, na nitakayemsikia anasema amekufa nitamkata kichwa. Hii ni habari ilitokea kweli, kwa sababu mtu yoyote anaweza akapanic. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema, innal insana khuliqa halua idha massahu ash-sharru jazuan wa idha massahu al-khairu manua. Wanadamu ameumbwa na babaika, anaweza kuwa shock katika jambo mpaka asijue anasema nini kwa msiba uliotokea. Abu Bakari akaja akamwambia, la, Umar, Mtume amekufa kweli. Na Mwenyezi Mungu anasema, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a. Kwa hiyo hesabuni jambo la kwanza katika alama za kiyama, mautu rasulillah, kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiki tayari kilishatokea. Jambo la pili, fathu Baitul Maqdis, kufunguliwa upya na kurudi katika mikono ya Waislamu msikiti wa Baitul Maqdis kule Palestina. Hili lilitokea. Mtume kafa mwaka wa 11 baada ya kuhama Madina, hijra. Mwaka wa 11, 12, 13, 14, 15, 16, wakati wa ukhalifa wa Sayyidina Umar, Baitul Maqdis ilifunguliwa ikawa katika mikono ya Waislamu. Wanajeshi walioifungua akina Khalid ibn Walid, kiongozi wao wakati walikuwa ni Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, Shurahbil ibn Hasan, Yazid ibn Abi Sufyan. Hawa ni vijana walioifungua Baitul Maqdis, na wakampa salamu Umar kwamba tayari. Akauliza, je, mifunguo mshapokea? Akasema la, kiongozi wa nchi hii amesema atakayepokea ufunguo ana alama zake maalum, na sisi hatuna alama hizo. Njoo wewe Amirul Mu'minin. Umar akaondoka Madina na ngamia wake na mfanyakazi wake, wakaja zao Palestina. Kufika Palestina, Umar alionyesha mfano wa rahma, maana kile kipando kilikuwa kinapandwa na watu wawili, yani kwa zamu. Anapanda Umar, anashuka, alafu anapanda mtumishi wake, anashuka, alafu kipando anakiachia bila ya kupandwa kipumziki. Muntaha rahma katika Uislamu. Sasa alipofika katika masharifu Palestina, ilikuwa ni zamu ya mfanyikazi wake kupanda juu ya kipando, na mvua ilikuwa imenyesha, kuna tope. Sayyidina Umar akawa anatembea katika tope ile na viatu amevua, amekamata. Mfanyakazi wake yuko juu ya ngamia. Abu Ubaida akakamata mdomo, akasema, tutasemaje sisi kwa viongozi wa nchi hii ikiwa president of Islam anakuja miguu chini na mfanyakazi wake ndio yuko juu ya kipando? Itakuwa aibu. Akamuuliza, ya Amira al-Mu'minin, atadusu biqadamaika turab, unakanyaga tope? Kwa nini usipande wewe kijana wako akaja kwa miguu? Umar akamwambia, lau ghayruka qala hadhihi alkalima la awja'tuhu darban, angesema mtu mwingine neno hili, ilo bao nilompiga ningekuwa halisawiriki. Lakini bahati yako
Wewe mtume amekuita aminul umma, una heshima yako. Abu Ubaida ndio yule aminu, una heshima yako katika Uislamu. Hilo neno lilolisema hilo, ile heshima yako imekusaidia. Lakini angekuwa mwingine hapo angekuwa chini. Unasemaje? Kunna adillaa fa'azzana Allahu bilislam, sisi tulikuwa wadhalilifu sana kabla ya Uislamu, kilichotufanya tumetukuka ni huu Uislamu. Fa idha ibtaghaina al-izzata fi ghairi al-islam adhallana Allah, tukitafuta kutukuka kwa watu, sifa kwa watu, tutadhalilika. Uislamu ndio ulotunyanyua sisi, hatukunyanyuliwa na watu wala kuwaogopa watu. Uislamu ndio ulotunyanyua. Tulikuwa tukizika watoto wetu wakiwa hai, tulikuwa tunaabudu masanamu, tulikuwa leo tumepata izza hii tumeipata kwa sababu ya Uislamu. Wacha tu practice Uislamu, waseme watakaosema, lakini sisi tunafuata Uislamu. Nizamu yake huyu kupanda, hata kama ni mtumishi wangu siwezi kumchukulia ni nizamu yake, atapanda yeye. Akaenda katika hafla maalum, ufunguo ukatolewa. Yule bwana akaulizwa, kwa nini umempa huyu ufunguo? Akasema, laqad qara'na fi kutubina anna man yatasallama mafatih al-Quds rajulun yadkhulu al-madinata mashiyan wa ghulamuhu rakib. Tumeona katika historia kwamba mtu atakayepokea ufunguo za mji huu ni mtu ataingia katika mji huu akiwa anatembea kwa miguu na kijana wake mfanyakazi yuko juu ya kipando chake. Ndio maana nyinyi sikuwapa ufunguo. Lakini sifa yake nyingine, fi thawbihi 17 raqa, ndani ya nguo yake, katika nguo yake 17 raqa kuna viraka 17. Nguo imeshonwa imewekwa kwa viraka. Hivi viraka, astaghfirullah, ni kama pete za wale jeshi. Tukisema viraka tunapata dhambi. Huyu mtu alikuwa mtu mwingine, basi hiyo nguo yake itakuwa hivyo, huyo atakayeingia. Na hilo ndio lilikuwa joho la Umar, lina viraka, limepachikwa viraka. Walikuwa kitia viraka bwana. Sisi kanzu ikiwa na kiraka, saa ameishiwa jamaa, mpaka anatia kiraka. Hawa watu walikuwa hawajali kuhusu dunia, wao walikuwa wanaangalia mbele. Bwana Mtume anasema fathu Baitul Maqdis, kufunguliwa kwa Baitul Maqdis ni shartun min ashrati saa. Mtume anasema hesabuni la ngapi hilo. Baitul Maqdis ikafunguliwa, Waislamu wakawa wanaweza kwenda kusali katika msikiti huu. Haiko katika mikono ya mtu yoyote, mpaka ikaja ikachukuliwa tena na mikono ya maadui wa Waislamu. Mara ya pili ikafunguliwa tena rasmi na Salahuddin al-Ayyubi. Ikaja tena baada ya kifo cha Salahuddin al-Ayyubi, ikarudi katika mikono ya wasiokuwa Waislamu, na mpaka sasa hivi iko katika mikono ya wasiokuwa Waislamu. Mnasikia hivi vita vyote vya Palestina, Qudsi, sababu Israeli inataka ile Qudsi na ule msikiti nasema ni wao, na ile itakuwa ndo capital city ya Israeli, na Wafalastini wanasema hapana, hii ni capital city ya Waislamu na huo msikiti ni wa kwetu. Ng'ang'anizi umetokea hapo na vita kuu vitatokea hapo. Mpaka leo Waislamu hawawezi kwenda kusali pale, na siku za Ijumaa wanaangalia wale vijana wote hawaruhusiwi kwenda kusali pale. Waliofika zaidi ya umri wa miaka 50 60 ndio wanaruhusiwa kwa amri ya Wayahudi, sio kwa amri ya msikiti ambao Mtume anasema ukisali rakaa sala moja pale unapata 500. Ukisali Madina 1000, ukisali Maka laki. Misikiti mitatu hii ni misikiti mitakatifu sana kwa Waislamu. Fathu Baitul Maqdis. Alama ya tatu, Mtume anasema mutanun, kutatokezea janga la maradhi. Ya'khudhukum kaqu'asil ghanam. Alama ya ngapi? Ya tatu. Yatatokezea maradhi ya mlipuko kama vile maradhi ya wanyama. Mbuzi wana maradhi yao yanatokea, wanatoa vitu katika pua, inakuwa sababu ya kufa haraka. Sasa inakuwa kama vile kipindupindu kwa wanadamu. Anasema Mtume, litatokea janga hili, watu watakufa kwa wingi sana. Ya'khudhukum
Janga hilo litawazoa watu, litawachukua kama vile ugonjwa unaowapata wanyama wakafa haraka haraka, kama kideri kwa kuku au maradhi ya wanyama, inakuwa kila inayompata inamsibu, wanaambukizana, wanakufa. Hii ni alama nyingine ambayo pia ulama wanasema ilishawahi kutokea katika mwaka wa 18. Mwaka wa 18 bado ni katika utawala wa Sayyidina Umar, katika khilafa ya Sayyidina Umar. Mwaka wa 18 Hijria, kule Syria kulitokea mlipuko wa maradhi ya kipindupindu ambayo kwa Kiarabu wanaita at-taun, maradhi ya tauni. Yaliwachukua watu 25,000 kwa wakati mmoja, 25 nafsan. Tena ni katika Waislamu na masahaba wa Bwana Mtume Muhammad waliochukuliwa na maradhi hayo. Yaakhudhukum, yatawachukua, wayantashiru fikum, yataenea. Miongoni mwa waliokufa kwa maradhi hayo ni amiri wa jeshi lilofungua Baitul Maqdis, Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, alikufa katika maradhi hayo. Hata Sayyidina Umar kuna wakati alikuwa anataka kutembelea huko, viongozi wakamwambia usije huko, kuna maradhi, watu wanakufa kwa kipindupindu, kwa hiyo tunaogopea kwamba ukija utaambukizwa na unaweza kufa. Sayyidina Umar hakwenda. Mmoja katika Waislamu akamwambia Umar, atafirru min qadari llah, wewe ni Muislamu, mbona unaikimbia qadari ya Mwenyezi Mungu? Kama Mwenyezi Mungu amekuandikia kufa kwa kipindupindu, si utakufa tu, wewe nenda. Umar akamwambia, hii kukimbia pia ni qadari ya Mwenyezi Mungu vile vile. Kwa hiyo nafirru min qadari llah ila qadari llah, tunaikimbia qadari ya Mwenyezi Mungu kwa qadari ya Mwenyezi Mungu vile vile. Na hii ndio policy ya Waislamu. Sio ni watu wanakufa sema bwana mimi naenda hapo hapo. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, msijipeleke wenyewe katika maangamizo, msijipeleke wenyewe katika maangamizo. Kwa hiyo hivi vilitokea wakati huo. Ni kitu cha tatu ambacho ni alama miongoni mwa mambo 6 ambayo Mtume sema udud baina yaday saati 6: mauti, fathu Baitul Maqdis, wa mutanun ya'khudhukum ka qa'asil ghanam. Jambo la 3. Jambo la 4, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema istifadhatul mal, itakuja wakati mali itakuwa nyingi sana, hela itajaa, watu watatosheka kutokamana na pesa na kipato wanachopata, itakuwa hela sio shida. Tasawwar ndugu yangu, leo katika kitu kigumu kupatikana pesa, lakini Mtume anasema kutafika wakati yu'ta ar-rajulu 100 dinar, mtu ataletewa dinari 100 au 1000 au milioni 1, apewe mbele zako. Fayabaha wa yazallu sakhitan, hatochukua na atakasirika, ataendelea kukasirika, pamoja na kwamba hela ile amepelekewa itakuwa si chochote si lolote pesa. Na ulama katika kuizungumza alama hii wanasema pia imeshawahi kutokea wakati wa ukhalifa wa Umar ibn Abdul Aziz. Ilifika pahala watu wote hawana shida, mpaka ikatangazwa yeyote ambaye amestahiki kupokea zaka mwaka huu, matajiri wanasubiri, wapokeaji wa zaka hawaonekani. Kwa hiyo ya mgambo, yeyote fukara, maskini au asnafu 8 ya wale wanahitaji zaka, aje katika baiti mali almuslimina, zaka iko tayari. Hakuja maskini hata mmoja, hakuna mtu aliyekuwa tayari kupokea zaka. Ikatangazwa, Umar ibn Abdul Aziz akasema, man kana alayhi daynun, basi sisi tunasema hivi, yeyote mwenye deni, fasadadu dainihi ala hisabi baiti mali almuslimin, pesa zipo zimewekwa katika baiti mali almuslimin kwa sababu zimekosa kupewa, aliye na deni aje tumlipie deni lake. Ikatangazwa tena, man kana aziban,
wa yuridu an yatazawwaj famahruhu ala hisabi baiti mali almuslimin. Yeyote ambaye ni kijana na kijana anataka kuoa na hana pesa, basi aje, mahari yake yatatolewa na baiti mali almuslimin. Vijana wakaoa. Wakati huo ulikuwa ni wakati ambao shida ya pesa ni mwiko, ulama wamesema. Lakini pia baadhi ya ulama wamesema hili litatokea katika akhiri zaman, wakati Isa atakapoteremka na Dajjal atakapouawa. Hizi alama kubwa kabisa zilizobakia hizi. Sasa kipindi hiki cha Isa yupo, mtu atapelekewa milioni dola, bwana hela hizi, kwa sababu mtu ashayakinisha, ashaona yakini kwa macho yake kwamba sasa kiyama kiko karibu. Shughuli yake sio hela tena, zile hela bwana peleka huko hela kwa wanaozitaka. Mimi sasa hivi na approach akhira tu. Isa kishashuka, Dajjal kishauawa, utakuja wakati watu hawashughulishi tena na hela. Sasa hivi mtu hasali kwa sababu ya hela. Sasa hivi watu wengine hawafungi kwa sababu ya hela. Watu wengine hawataki kusoma Qur'ani kwa sababu ya kila wakati yeye yuko busy 24/7, yuko busy anatafuta nini? Hela. Itafika wakati hela utaletewa bila ya jasho, huwezi kuzipokea kwa sababu umeshayakinisha, mimi naondoka la mahala. Nizifanye nini pesa? Mtume anasema istifadatul amwal, pesa zitajaa kuna kipindi, lakini zitakosa thamani. Ngapi hiyo? La 4. Jambo la 5, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fitnatun, itafika wakati kutatokezea fitna, mitihani. Lan yatruka baitan min buyuti al-arabi illa dakhalatu. Hiyo fitna hiyo haitoacha nyumba yoyote, itaingia, mtaikuta imo ndani. Ulama wakachambua wakasema fitna iliyotajwa hapa ni television, ni radio, ni magazeti, ni WhatsApp. Uchambuzi wa hali ya juu sana. Ulama wanasema fitnatun lan yada au lan tada baitan, haitoacha nyumba. Hii fitna hii itaingia. Fitna maana yake ni majaribu. Subhanallah. Leo television katika kila nyumba, na nyumba haina television sijui kama ni nyumba. Hata vile vibanda vipo. Kama hamna television kuna radio, kama hamna radio kuna simu, na simu kila kukicha zinakuja mpya, na hizo simu sasa kuna WhatsApp, kuna mambo mengine ndani. Hizi ni fitna kubwa sana ambazo zimeingia sasa hivi, zimechukua nafasi kubwa sana. Wallahi, kabla ya WhatsApp watu walikuwa wanasoma Qur'ani sana. Sasa hivi Qur'ani haisomeki. Qur'ani haina nafasi. Umeungwa katika grupu hii, katika grupu hii, katika grupu, na watu wengine wanakuunga bila wewe mwenyewe kujua. Mimi nikichomoa simu yangu nikifungua, saa nyingine message 175, 120 ya magrupu tu hizo, mtapata wapi wakati wa kusoma Qur'ani? Inawezekana hizo message sio za upuzi, na zipo grupu nyingine nzuri, wao wanakurushia mawaidha tu na clips nyingine, lakini uko wapi wakati kwa siku kama ya leo, kutokea asubuhi uko kwenye activities za madarasa kila wakati, ikifika wakati huu uko kwenye tarawih, ikifika kwa tarawih uko umechoka, utapata wapi nafasi? Na watu wanapata nafasi, mtu anashughulika na simu yake, yeye wakati wake mkubwa ni simu. Hapa tu inasemekana siku nyingine hata mtu yuko nyumbani kwake anaambiwa chakula tayari, hasikii. Nisemwambia mtumie WhatsApp, humo ndani ya nyumba, chakula tayari. Chakula tayari, kwa sababu ndo hiyo ukipelekewa WhatsApp ndani ya nyumba, jamani, mmezidi sana. Hapo mke na mume wanatumia na WhatsApp, chakula tayari. Maana ukimwambia kwa mdomo hasikii, lazima umpelekee salamu. Wakati umechukuliwa na WhatsApp. Kama ni mke, basi ndo mke yule mkubwa au mke mdogo, nafasi kubwa sana imepotea
kwa mitandao, na watoto wanaharibika, wazee wanalalamika. Imekuwa hata wazee nao sasa hivi wanashughulika na WhatsApp pia. Matatizo makubwa sasa, vyombo vya habari hivi badala ya kutumika vizuri vinatumika ndivyo sivyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kutakuja fitna haitoacha nyumba. Hiyo fitna itaingia kila pahala, na miongoni mwa fitna hizo ni madishi hayo, ma satellite dish na ma channel yao, kila kukicha na kila kampuni inafungua ya kwake. Kila siku yanakuja mengine tu, mengi katika nchi yetu yamejaa. Kheri ni ndogo kuliko shari. Fitna hizi zipo au hazipo? Hizi ni katika alama za kiyama. Tunasubiri nini? Kipi kikubwa kinachosubiriwa? Mtume alieleza haya mambo yatatokea katika hadithi ya Zaid ibn Akhtab, hadithu sahih. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Zaid ibn Akhtab anasema, salla Rasulullah bina al-fajra, tulisali alfajiri siku moja pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama wa sa'ida al-minbar, kisha Mtume akanyanyuka akapanda juu ya mimbar. Fakhatabana, akatupa khutba refu, hatta dhaharat adh-dhuhr, hatta hadarat adh-dhuhr, mpaka wakati wa sala ya dhuhuri hatukutoka. Adhuhuri imeingia. Faqama Mtume, fanazala, akashuka katika mimbar, wa salla, akasali adhuhuri. Thumma sa'ida al-minbar, kisha akapanda tena mimbar. Fakhatabana, akahutubia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta hadarat al-asr, mpaka ikafika sala ya alasiri. Fanazala, akashuka, wa salla al-asr, akasali alasiri. Thumma sa'ida al-minbar, kisha akapanda tena mimbar. Fakhatabana, akatupa khutba Rasulullah hatta gharabat ash-shams. Siku hiyo ulama wanasema ilikuwa ni semina hiyo, alfajiri mpaka jioni, kuna kimiwa, kuna swaliwa, Mtume anarudi juu ya mimbar, hayeshi. Zaid ibn Akhtab anasema, fahaddathana wa akhbarana bima huwa kain. Katika khutba yake hiyo alfajiri, baada alfajiri, baada dhuhuri, baada alasri, mpaka jua limezama, alichotuambia nini Mtume? Anasema akhbarana bima huwa kain wa bima kana. Mtume sallallahu alaihi alitueleza mambo yaliyokuwa na yatakayokuwa. Miongoni mwa hayo ndo akazungumzia hizi alama za kiyama. Hizi zipo nyingi sana, iko milango maalum katika vitabu vya hadithi. Mtume anazungumzia tu habari ya kiyama na alama zake. Kamtaja Dajjali, kataja moto, kataja dukhani, kamtaja Mahdi, kamtaja Isa, kataja na hizi alama nyingine. Ukiziorodhesha utazipata nyingi, nyingine zimeshatokea, nyingine bado. Basi semina hiyo, mpokezi wa hadithi anasema, fa'alamuna ahfadhuna. Siku hiyo yule aliyekuwa na bongo zuri la kukamata ndiye aliyekamata mambo mengi sana, watu wakawa wanayo. Maana kuna watu wengine walikuwa ukizungumza tu au kama ni type recorder wanarekodi. Wakati wa Mtume walikuwepo, ndio maana wakaja wakatueleza sisi ashratu saa alizozizungumzia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zipo hadithi mbalimbali, mambo mengi yashayataja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ya kutokezea watu wakawa wanafanya da'wa, lakini kwa hakika wanaita watu katika milango ya Jahannam, hii ameitaja du'atun fi ala abwab Jahannam. Mtume ameitaja watatokea watu kazi yao kukufurisha watu tu, wanafiki hao, makafiri hao, mushrikina hao. Mtume ameitaja. Alhasili, kila ambacho kitatokea Mtume alikizungumza, na leo kinatokea. Kisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema jambo la mwisho la sita, hudnatun bainakum wa baina bani al-asfar thumma yughadirun. Itatokezea kati yenu nyinyi Waislamu, mtagombana na wasiokuwa Waislamu, hasa hao wazungu. Bani al-asfar ni Warum, yani kwa leo wa Marekani na watu wa Ulaya, wazungu hao. Wakati mkigombana, kutafika wakati mtafikia ceasefire, hudna, ya kwamba jamani tusimamisheni vita. Kisha baada ya muda wao watafanya khiana, ule mkataba hawatohuheshimu, watarudi kufanya zogo na fujo na
kupigeni. Mtume anasema hii pia ni miongoni mwa alama za kiyama. Hizi alama 6, wapo baadhi ya ulama wanasema tayari zote zimetokea, wengine wanasema zitatokea. Allahu a'lam, lakini sisi wenyewe tuna macho. Kwa hakika mambo mengine tunayaona wenyewe kwa macho yetu. Fitna, usiulize, leo hakuna fitna kubwa kama wasailul i'lam maqru'atan wa mar'iyatan wa masmu'a. Wallahi alazim, hakuna jambo kubwa lililotufunika kama vyombo vya habari vya kusomwa, vya kusikiliza na vya kutizamwa. Ukitaka jambo lako tu hata la khair, si mnaona sasa hivi hizi kamera, itafika Ulaya, itafika Marekani, itafika wapi, watu watatushuhudia, watatuona, watapata faida, na la shari vile vile. Sasa itategemea wewe utatumia vipi. Hiki ni kisu chenye makali mawili, kinapata huku na huku. Sasa sisi ndo tuna misuse vyombo hivi. Hizo simu vile vile. Nimemwona kijana hapa alipokuwa anasoma, ana simu, Qur'ani imo ndani. Kwa hiyo kazi yako mwenyewe, ukitaka Qur'ani imo, ukitaka ufuska mwingine umo, chaguoni lako. Lakini watu wengi hawakimbilii kuliko kuwa na kheri, wanakimbilia kuliko kuwa na shari. Na sisi hatuna haja sasa hivi ya shari, tunaelekea kwa Mola wetu. Miaka imepita, umri sasa ni wa kurudi kwa Allah. Na Ramadhani kama hizi Mwenyezi Mungu anataka watu wajisafishe, kwa sababu hili ni bwawa, ni swimming pool, inakuja kila mwaka mara moja. Mujikoshi kwa Ramadhanu ila Ramadhan kafaratu lima bainahuma idha ijtunibatil kabair. Na ndani ya Ramadhani ndio maana Allah amekuwekea ile aya ambayo haihusiani na saum, lakini kaiweka katikati ya saum. Anasemaje? Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Waja wangu wakikuuliza mimi niko wapi, waambie niko karibu nao, najibu maombi ya mwenye kuniomba atakaponiomba, nao wanikubalie yangu, waniamini ili wapate kuongoka. Aya hii haihusiani na saum, lakini imepachikwa katika shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, na uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisaikum. Yote ni kukubembeleza wewe kwamba una wakati mzuri wa kumomba Mwenyezi Mungu. Hii simu haitokufaa chochote mbele ya Allah. Hii mitandao inakuharibia wakati wako tu. Wallahi hata sekunde moja ambayo hutomtaja Mwenyezi Mungu ndani yake utakuja kuijutia siku ya Kiyama. Na siku ya kutoka roho utamwambia Rabbi irji'uni, ya Rabbi nirudishe duniani la'alli a'mal salihan fima tarak. Wakati wangu mkubwa ulichukuliwa na WhatsApp, wakati wangu mkubwa ulichukuliwa na simu yangu, nataka nikarepent nikarudi tena nisawazishe. Allah atakwambia kalla, hakuna nafasi hiyo tena. Ndugu yangu Muislamu, simu yako isichukue wakati mkubwa sana, isichukue wakati wako wa kheri. Ramadhani yote hii inachukuliwa na simu hizo. Lailatul Qadri inachukuliwa na simu, Salatul Qiyam inachukuliwa na simu, Salatut Tarawih inachukuliwa na simu. Imekuwa simu tena, mpaka imamu kila kitakusalisha inabidi aseme bwana simu muzime, kwa sababu inaitwa jawal. Waarabu wameliita simu inaitwa jawal. Jawal maana yake inatembea tu kila pahala, inafika, ipo kila pahala. Hata katika msikiti ndani ya sala itatembea tu, mara utasikia inaimba. Na wengine wanaeka ndombolo, wengine baini flavor, wengine bayu flavor, wengine vyote hivyo vipo, mpaka imam mara nyingine anakosa, hajui kasali rakaa ngapi, simu. Kwa hiyo fika pahala ujiwekee mwenyewe nafasi kwamba hii simu ni ya mawasiliano, hii simu ni ya biashara, hii simu ni ya salamu muhimu, hii simu ni ya faida zile ambazo natakiwa kuzitumia kwa ajili ya manufaa yangu, sio tu kuchati usiku kucha, sio tu kutukanana, sio kusengenya. Kwa sababu hii simu mpaka watu wanasengenya katika simu. Maana kusengenya sio kusema tu kwa mdomo, vidole vyako leo vinasengenya hivyo. Unapotoa message ukasema mtizame namna masikio yake yalivyo, umesengenya. Tizama bichwa lake, umesengenya. Au kapeleka klipu ile na ile tena, wewe ukawa unachangia katika uovu.
tizama jamaa anavyoenjoy, au mtizame mwanamke fulani, au mtizame jambo fulani. Na yote haya tunayafanya, nafasi kubwa sana unaichukua wewe, unaangamiza nafsi yako na roho yako. Wewe watukufu wa Islam, haya mambo sita haya yametokea, yarudishe kuyataja. Mtume anasema udud sittan baina yaday saa, mauti, kifo changu ni alama ya kiyama. Fathu baitul maqdis ni alama ya kiyama. Qay'anun min almarad ya'khudhukum kaqa'as alghanam ni alama ya kiyama. Fitnatun lan tada'a baytan illa dakhalathu ni alama ya kiyama. Istifadatul mal ni alama ya kiyama. Hudnatun bainakum wa baina bani al-asfar ni alama ya kiyama, na zote zimetokea au zitatokea. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa watu wakisikia wanafuata, na wakifuata wanatekeleza, na wakitekeleza wanakuwa na ikhlas, na wakiwa na ikhlas wanakubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'a wa la'allaha sa'at al-ijabah an tuyassir alayna umurana umur ad-dunya wal-akhirah واقض جميع حاجاتنا. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.